umebaki mchache, mwenyekiti aniongoza, bila shaka tutakuwa tunasoma fupi kidogo tu, alafu tutaishia hapo. Somo letu linaitwa nguvu ya ufufuo. Nguvu ya ufufuo. Kuna mtu ataniangalizia sauti kule kwenye Biblia ya ile dunia. Nguvu ya ufufuo. So katika wakati uliopita, sabato iliyoisha, tulijifunza kuhusu, nakumbuka tulijifunza nini? Ernest nandi hata nasi. Nakumbuka tulijifunza nini? Nikumbushe. Kusudi la maisha. Ilikuwa ndio hivyo, kichwa kinasema hivyo. Kujua kusudi lako. Lakini kichwa, title ilikuwa iseme hivi. Nimeshasahau. Na tuandiki. Mimi ukiniuliza masomo toka asubuhi leo yote nimehifadhi. Tulijifunza kusudi la Mungu katika maisha yako. Si mnakumbuka Sasa masomo ambayo nayaleta kwenu ni masomo ya uamsho. Uamsho lo zetu. Tutajifunza amri 10 za Mungu. Tutajifunza habari za ulaji. Tutajifunza vitu vingi sana. Lakini pasipo kupata nguvu ya uamsho, hatuwezi kuamka kufanya mambo ambayo yanampendeza Mungu. Nipe andiko hili msomaji. Yohana sura ya 15 na ule mstari wa 5. Yohana sura 15 mstari wa 5. Maneno ya Mungu anasema, ndio, mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaye ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Kwa hiyo na maana neno lolote, hata ikiwemo mambo ya ulaji na vingine ambayo tumesoma, pasipo mimi, yani Yesu, hatuwezi kufanya neno lolote. Liwe jema, hatuwezi kufanya. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, watoto wako tumekuja kwako. Tunahitaji ukatuwezeshe katika somo ambalo liko mbele yetu. Mimi ni nani na ndugu zangu hawa ni nani? Tumekuja katika kusanyiko la sabato hili tupate maelekezo kutoka kwako, tutoke na kile ambacho Bwana umekusudia katika maisha yetu. Kwa jina la Yesu Kristo tunakuomba, amen. Somo hili lina connect pia na somo la sanctuary message ambalo naliandaa in series. Litakuja vizuri, tuangalie kwa kinagaubaga. Sasa nivumilie kidogo, nirekebishe hapo nete hii. Nisomee kitabu kile cha Wafilipi. Hii ndio tutakuwa fungu letu kuu. Filipi sura ya 3
kuanzia mstari wa 8. Hebu tuanze mstari wa 4 mpaka ule mstari wa 11. Walakini mimi ningeweza kutumainia mwili. Ndio. Mtu yeyote akijiona kuwa anayo sababu ya kutumainia mwili, mimi zaidi. Nalitailiwa siku ya 8. Ni mtu wa taifa la Israeli, wa kabila ya Benjamin, Mwebrania wa Waebrania. Kwa habari ya kuishika torati ni Farisayo. Ndio. Kwa habari ya juhudi mwenye kuliudhi kanisa. Ndio. Kwa habari ya haki ipatikanayo kwa sheria sikuwa na hatia, lakini mambo yale yaliyokuwa faida kwangu naliyahesabu kuwa hasara kwa ajili ya Kristo. Naam, zaidi ya hayo nahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu. Naam. Ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikihesabu kuwa kama mavi ili nipate Kristo. Tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Tulia kidogo. Mtume Paulo anasema amekubali kupata hasara kwa mambo yake ili ampate nani? Kristo. Kuna vitu ambavyo Paulo anasema amepata navyo hasara, ni mambo ya kidini. Alikuwa ni Farisayo, kwa alifuata vigezo vyote vya kidini ili apate haki ya nani? Ya Mungu. Lakini mwisho wa siku ukisikia Yesu anamwambia kwamba katika ile kitabu cha Matendo sura ya 9 alotokewa, Paulo anaambiwa na Yesu kwamba unaopiga teke nini? Mchokoo. Nani hapa anaofahamu mchokoo? Nyosha mkono. Mpe mic. Mchokoo ni nini? Mchokoo kama unavyoona spoke ambayo imesuguriwa ina ncha kali. Yaani kama kipande cha chuma au kama unavyoona mshikaki ule, kile kichuma kile. Kilichosuguriwa mbele kina ncha kali. Asante. Huo ndio ele wake wa mchokoo. Kuna mwingine anafahamu mchokoo? Nyie kuna mtu hapa shalima kwa jembe la ng'ombe? Ushalima Naona mama kulima. Ni wafugaji. Kwenye jembe la ng'ombe kuna nini pale nyuma? Unaweza kupiga teke pale. Sasa ile ndio inaongelewa pale. Yaani ukipiga teke unaacha mguu au vidole pale pale. Kwa hiyo Yesu anamwambia Paulo anaopiga mteke nini? Mchokoo. Nini ambacho kinazungumziwa pale? Katika maisha yote ya Paulo alikuwa na michomo ndani ya moyo wake. Yaani alikuwa anaishi katika dini, kweli alikuwa anamtafuta Mungu, lakini njia ambayo alikuwa anaitumia kumtafuta Mungu haikuwa sahihi. Lakini alikuwa anapata michomo mikali sana. Hicho ndio kilimfanya Paulo kutokewa na Kristo. Na baada ya kuona ile neema ya Kristo, ndipo Paulo anasema kwamba amehesabu mambo yote kuwa nini? Mavi yote ya kidini. Sasa kuna vitu ambavyo mimi na wewe huenda kuna mambo ambayo tumeingia nayo ndani ya ibada hii, ndani ya kusanyiko hili. Yaani kuna vitu ambavyo tunavipenda kuvifanya, kuvimaliza. Na kama kuna vitu viko hivyo, ni kwamba bado hatujaona hasara na hatujaona faida ya nani? Ya Kristo. Tukiona faida ya Kristo tutakuwa kama mtume Paulo. Kwa nini nasema hivyo? Paulo ambaye alikuwa ni mtu ambaye ni msomi mkubwa, Paulo ambaye alikuwa ni katika eneo la dini ni msomi, kasoma kwa mwalimu mkuu wa sheria Gamalieli. Ukimsoma Gamalieli katika Talmud anavyoelezewa, si mwalimu wa kawaida, na pia alikuwa ni msomi wa elimu ya sekula. Lakini Paulo huyo inafika mahali anakuwa mshona mahema. Ukisoma historia ya Paulo, hata wale waliomueleza kina Josephus, ilifika mahali alikuwa paka anaishi juu ya mti.
Yaani anahubiri, anabaki peke yake, anakaa juu ya mti, anapumzika kama mchongoma yule pale. Asubuhi akiamka, anavaa viatu vyake, anaingia kuhubiri habari njema. Msomi doctorate wa dini pamoja na sekula, kwamba akasema yote nimehesabu kuwa nini? Mavi, nimpate Kristo. Paulo aliona nini? Ile ni somo ambalo mimi najifunza mpaka leo. Paulo aliona nini kwa Kristo mpaka kujidhalilisha? Nakwambia habari njema, kuna watu ambao tunakuwa nao katika mambo haya ya kiimani, ila wanapokutana na watu wakubwa, watu wenye heshima, wanageuka ili waendane na wale wenye heshima. Yaani kana kwamba imani hii ni kwamba ni imani ambayo katika Kristo ni kama uduni, ni kuchagua umaskini, ni kuchagua hali ambayo haikustahili. Watu wa hivyo mjakutana nao? Yaani anahama. Hata Paulo mwenyewe, kuna maandiko yanasema kuna watu walikuwa nayo kina Festo, wakafika kule, dunia ikawachukua, wakamfanyia Paulo mabaya sana. Hata Petro, sababu ya dini, wakiwa kule Antiokia, Petro akila na mataifa, alivyoona Wayahudi wanatoka kwa Yakobo, akageuka, akaacha kula na mataifa, akaenda kula na Wayahudi. Mtume Paulo anamkemea Petro, unafiki wa Petro. Kwa katika safari hii ya imani, kama hatujajua uzuri wa nani? Wa Kristo, ni hazina gani? Mpaka Yesu anasema kwamba ufalme wa Mungu unafananishwa na huu na hivi. Ni kama mtu aliyeona lulu katika shamba, si ndio? Akaenda kuuza vitu vyote apate ile nini? Lulu. Bwana asifiwe. Sasa kwa nini nasema kitu kama hiko hapa? Inawezekana tukatengeneza mazingira fulani, kusanyiko zuri, inafaa na inapendeza, tusiache kukusanyika nini? Pamoja. Lakini ni nini ambacho kinatusukuma tukusanyike? Ni nini ambacho kinatufanya twende mbele tukahubiri habari njema? Ni nini ambacho Paulo kilimgusa? Yule ambaye alikuwa ni muuaji, na alikuwa anafanya vile, si alikuwa anafanya kwa nia mbaya, alikuwa anafanya kuua wanafunzi wa Yesu na kupambana wote ambao ni Wakristo kwa nia nini? Nzuri. Katika kitabu cha Ellen White kinaitwa Deserved Ages, kwa Kiswahili wamekita maonjo mpaka ushindi, akielezea hiyo scenario ya Paulo. Inavutia sana. Alikuwa anaogopeka, na Barnaba ndio alimpeleka Paulo kwa wanafunzi. Kwanza Anania akambatiza. Kwanza wakati Yesu anamwambia Anania, huyu Paulo na kuletea Paulo, akasema huyu mtu ni muuaji. Hata sasa hivi ana amri toka kwa kuhani mkuu kuja kutukamata Wakristo na kutuangamiza. Yesu akamwambia, ni chombo changu kiteule. Bado amembatiza, lakini jamii haikamkataa, jamii ya Wakristo, mpaka Barnaba akamchukua mguu kwa mguu, mkono kwa mkono, akampeleka kwa mitume, ndipo akamkubali. Kwa alikuwa ni mtu wa namna gani? Lakini kuna kitu ambacho Paulo kikamfanya akawa kama kichaa ama mwenda wazimu. Kichaa ama nani? Mwenda wazimu katika Kristo. Sasa kuna uwezo gani ambao ulimwingia Paulo mpaka akawa namna hiyo? Nisomee kitabu kile cha mstari unaofuata 10. Ili Wafilipi ile 3, tuko pale pale mpaka tuende mstari wa 10 sasa. 3:10 inasema, tuanze mstari wa 9 kwanza ili tuende vizuri. 9. Tena ionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria. Asiwe na haki yake mwenyewe ipatikanayo kwa nini? Kwa sheria. Bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo. Haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Naam, mstari wa 10. Ili nimjue yeye. Na uweza wa kufufuka kwake. Na ushirika wa mateso yake. Nikifananishwa na kufa kwake. Ili nipate kwa njia yoyote kuifikia kiama ya wafu. Endelea mstari wa 12. 12. Si kwamba nimekwisha kufika au nimekwisha kuwa mkamilifu. La, bali nakaza mwendo ili nipate kulishika lile ambalo kwa ajili yake
nimeshikwa na Kristo Yesu. Nimeshikwa na Kristo Yesu. Sasa naomba mstari wa 10 tuuzingatie. Ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake. Kwa nini mambo ameyaweka pamoja? Nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake. Katika ile 17:3 kitabu kile cha Yohana, maandiko yanasema na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa kweli na wa pekee na Yesu Kristo uliye nini? Uliyemtuma. Katika hoja hiyo tunaijengia hoja kwamba katika kuvunja utatu, si ndio? Kwamba kuna Mungu na nani? Na Kristo. Lakini kumjua waga tujaenda hapo vizuri. Kumjua Mungu na kumjua Yesu Kristo si hoja kwamba Baba yupo, Mwana yupo. Hapo Yesu alikuwa ongelea katika mantikio, ingawa pia mantikio inaingia, lakini alikuwa anaongelea mahusiano. Ndio maana katika kitabu kile cha Waefeso 1 mstari ule wa 17, nisomee mtumishi. Waefeso na 18. Waefeso sura ya 1 mstari wa 17. Mstari wa 17 inasema na 18. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Awape ninyi roho ya hekima na ufunuo. Roho ya hekima na nini? Na ufunuo. Katika kumjua yeye. Kumjua nani? Yeye. Endelea. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Mpate mjue tumaini la mwito wake. Mjue tumaini la mwito wake. Jinsi lilivyo na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Bwana asifiwe. Sasa angalia andiko, Bwana Mungu. Mungu imeanza na Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Awape nini? Understanding ya kumjua yeye. Ya kumjua nini? Yeye. Sasa kuna kitu ambacho hapo kipo, huenda Paulo alikitambua na akakijua, ndio maana akawa shupavu katika imani. Yaani haoni haya. Leo inawezekana ukapata wageni nyumbani kwako, ukajikuta kwa kuheshimu hata ratiba ya kuomba inafanyaje? Inabadilika. Sababu mzee anapenda TV, hao mama hao ndugu zako, ukachange utaratibu ili uwapendeze. Lakini mtu ambaye ana understanding hawezi kuvunja protocol ya Mungu akamweka mwanadamu. Huenda una muda wako wa kufanya ibada, na mara nyingi kama hatuna, basi Mungu atusaidie tuwe nao. Au sio? Tuwe na ujulikane na ofisi yako, na ujulikane na familia yako, na ujulikane na marafiki zako kwamba huu ni muda, huyu jamaa anafanyaje wake wa kusali. Tujifunze pia kwa wana hao ambao tunawaangalia. Kama Muislamu anaweza kaka mswala hapo akafanyaje? Akafanya ibada, muda wake wa ibada. Muislamu anajivuna kwenye dini yake, anaweza kataka sali hapo kwenye mvua ili ajionyeshe. Hiyo ni tabia yao, iko hivyo. Lakini sisi tunapaswa haki yetu izidi haki ya nani? Ya waandishi na Mafarisayo. Bwana asifiwe. Understanding, kumjua Mungu. Andiko la kumjua, tunafahamu andiko lile linasema kwamba Adam akamjua nani? Mkewe, si ndio? Akapata nini? Mimba. Ndio hilo limetumika pale. Unajua katika mtu ambaye si mkeo, ukisoma ile 16 kitabu kile cha nafikiri 10 na ngapi? 16 nafikiri kitabu kile cha Mwanzo. 16 kitabu cha Mwanzo, utaona Sara anampa Ibrahimu Hajiri mjakazi. Maandiko yanasema kwamba Ibrahimu akamuingilia nani? Hajiri. Si akamjua, akamuingilia Hajiri. Mtu ambaye si mkeo ukilala naye, maandiko yanasema umefanyaje? Umemuingilia. Yaani hayakutambui, yaani umeingilia tu. Kwa mkeo Adamu akamjua nini? Mkewe. Yaani kumjua ni mahusiano ya nini? Ya karibu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo mahusiano ya Mungu na wewe ni kama mahusiano na wewe na mkeo. Maana leo hata tunaambia kwamba askofu awe na mke mmoja. Kuna kipimo cha mke.
kuna kitu hapo. Leo nimeona kuna baadhi wanapinga hicho kitu, lakini hawajui kwamba mtume aliongea kwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo uhusiano wako Bwana Wambura na Mungu ni kama wako na nani? Na mkeo. Na kama umeshindwa kuishi na mkeo katika mahusiano bora, huwezi kuishi na Kristo. Sijui naeleweka vizuri? Kwa ni mahusiano. Na mkiwa na leo katika ndoa tunaanza na mwanamke, si ndio Lakini baadaye mnazaa nini? Watoto. Kuna matokeo katika ndoa. Ndio maana watu leo umeoana na wanakaa miaka 10 hawana mtoto, jamii inaanza kuangalia hata mwanamke ajisikii vizuri, mpaka kwenda kwa waganga kuombewa na nini na kadhalika na kadhalika. Tajuzi kwa nimeenda sehemu moja huko nikaletoa watu wengi wamefungwa, hawazai matumbo yao. Nasema mtumishi, tuwekee mikono tupate nini? Ujauzito. Sasa point iko hivi, tunapokuwa na mahusiano na Kristo tunapasa kumzalia Mungu nini? Watoto, mazao. Bwana asifiwe. Amen. Huo ndio uhusiano ambao unaelekewa pale, wamjue Mungu na Kristo. Sasa Paulo anasema kwamba ili nimjue nani? Yeye. Na uweza wa kufufuka kwake. Sasa somo langu naomba tupigie mstari hapo. Unajua uweza wa kufanyaje? Wa kufufuka kwake. Leo tunasema Yesu alifufuka. Na leo Wakristo wengi wanasabikia ile Pasaka kwamba ni sherehe ya kufufuka kwa nani? Kwa Kristo. Na wakila vinono na kadhalika na kadhalika. Sasa naomba turejee katika mafungu haya ambayo anayaleta hapa kwenu. Na katika mstari wa 11 hapa, ngoja nisisahau, nasema ili nipate kwa njia yoyote kuifikia kiama ya nini? Ya wafu. Kuifikia kiama ya wafu. Kiama maana yake ni ufufuo wa nini? Wa wafu. Kuifikia kiama, ufufuo wa wafu. Kwa hapa tumaini letu sisi liwe hili moja. Ndio tumaini la Wakristo wa zamani, kupata nini? Ufufuo ulio nini? Bora. Maana kusema ile Ibrania 11 utaona wale wazee wa imani walilala, maana mbeleni walitazamia kwamba wataupata ufufuo ulio nini? Bora. Sasa ili utazamie kupata ufufuo ulio bora, lazima kwamba umjue yeye, na ukishamjua yeye, nguvu ama hofu ya kifo inafanyaje? Inatoweka. Kuna somo tulijifunza hapa juzi na mwalimu Jabato akatufundisha kwamba nguvu ya upendo na nguvu ya kifo zinafanyaje? Vinafanana. Hadi ile nguvu ya kifo ambacho wengi tunakiogopa, ambayo ndio silaha ya adui, silaha ya ibilisi, ni kifo. Sasa ili ukishinda kifo ni upendo. Sasa na upendo huwezi kuwa nao kama hujamjua nani? Yeye na uweza wa kufufuka kwake. Hapa tu rafiki zangu, tukiambiwa hapa kuna kufa hapa, kuna nini? Kuna kufa hapa, kidogo akili inaruka. So, nakumbuka Ezekieli nabii anamwambia tengeneza mambo yako. Isaya anamwambia Ezekieli mfalme, tengeneza mambo yako maana utakufa. Hivi Ezekieli na alisema sawa? Aligeukia ukuta akaanza kuomba Mungu, nilikufanyia hivi na hivi na hivi. Kifo si mchezo rafiki zangu Ezekia. Na mimi hata leo kiambiwa hapa utakufa kesho, utageukia ukuta na utaanza kujiangalia tukuombee sana, lakini hutataka kufa. Utaomba, utavunja sana. Utavunja sana. Kwa kifo si mchezo. Lakini angalia watu hawa. Hebu nipe maandiko haya mtumishi. 6:9 kitabu kile ngapi? Ni 12:11 kitabu kile cha Ufunuo. Angalia watu hawa mashujaa wa imani. Inasemaje? Ufunuo sura 12:11 mstari wa 11. Nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Hawakupenda maisha yao mpaka nini? Hata kufa. Ni jambo dogo hilo? Kubwa. Sasa hapo hiyo ndio ilikuwa ni roho ya mtume Paulo.
Hebu nisome kitabu kile cha Matendo 21:13. Hiyo ndio ilikuwa ni roho. Hawakupenda maisha yao mpaka nini? Mpaka kufa. Mpaka kufa. Soma Matendo 21:13. 13. Nasemaje? Ndipo Paulo alipojibu, mnafanya nini? Kulia na kunivunja moyo? Hebu anza tu mstari wa 10 tuangalie. Basi tulipokuwa tukikaa huko siku nyingi, ndiyo, nabii mmoja jina lake Agabo akashuka kutoka Uyahudi. Alipofikia akautwaa mshipi wa Paulo, akajifunga miguu na mikono, akasema, ndiyo, Roho Mtakatifu asema hivi, hivyo ndivyo Wayahudi wa Yerusalemu watakavyomfunga mtu huyu mshipi huu, na ndipo watakavyomfunga mtu mwenye mshipi huu, nao watamtia katika mikono ya watu wa mataifa. Basi tuliposikia haya, sisi na watu wa mahali pale tukamsii asipande kwenda Yerusalemu. Ndipo Paulo akajibu, mnafanya nini? Kulia na kunivunja moyo? Kwa maana mimi licha ya kufungwa. Subiri kidogo, watu wanasema sauti haisikiki. Sauti haisikiki kivipi? Hebu sauti haisikiki vipi tena? Abu angalie kule kwenye Biblia ndio tunataka. Naona watu 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. 12. Ndiyo. Basi tuliposikia haya, ndiyo, sisi na watu wa mahali pale tukamsihi asipande kwenda Yerusalemu. Baada ya unabii wa Agabo. Ndipo Paulo alipojibu, ndiyo, mnafanya nini? Kulia na kunivunja moyo? Kwa maana mimi licha ya kufungwa ni tayari hata kuuawa katika Yerusalemu kwa ajili ya jina la Bwana Yesu. Yuko tayari kuuawa huko Yerusalemu kwa ajili ya jina la Bwana Yesu. Ni jambo dogo hilo? Yaani unakuambia ukienda kule utakamatwa na utauawa. Huyu ni nabii kasema. Alafu anakuambia sababu ana ujumbe wa kupeleka Yerusalemu, sema niko tayari kukamatwa hata kufanyaje? Kuuawa kwa ajili ya jina la Bwana Yesu. Sasa ni wangapi ambao tuko tayari hata kufanyaje? Kuuawa. Mara nyingi tunaogopa kufa, hata tunaonywa. Nimeshapata maonyo mengi kwamba utakuja kuuawa. Sasa kuuawa kwa wale wenye roho ya Kristo, mitume wa zamani pamoja na wanafunzi wa Kristo, kuuawa kwao ilikuwa ni sehemu ya maisha yao. Kwa hawakupenda maisha yao mpaka nini? Kufa. Mnaposema kwamba ni mjue yeye na uweza wa kufufuka kwake. Mwishoni katika mstari wa 11 kwamba ili niifikie kiama ya nini? Ya wafu. Kwamba mimi na wewe tunaenda wapi? Tunaenda wapi? Unataka upate nini? Ili ni swali ambao ukilijibu utakuwa na nguvu. Yaani kifo kwako kitakuwa nini? Nothing. Kwa sababu sema leo nikifa mimi mke wangu utakuwaje? Watoto wangu watakuwaje? Hivyo wewe unafikiri ukifa mke wako ataishi? Tena uende wewe umemzibeta maisha. Siku unakufa ndio anabarikiwa. Ni langu na unajua kuna mtu anakufa na familia yake na inaneemeka. Unamfahamu mtu Yuda alikuwa ameoa mtu Mkanani. Mke wake alivyokufa, Yuda akapata furaha, akafunguliwa, akarudi kule kwao. Leo ndoa zimekuwa kizungumkuti mpaka mtu anaomba mume wake hafe mapema, ama mume anaomba mke afanyeje? Hafe. Na akifa baada ya miezi mitatu ana mke tayari, au na mume. Kwa hiyo zimekuwa korokoroni tu hapo. Kwa hiyo la msingi ni kwamba binafsi mimi na wewe ni nini ambacho unakitafuta. Sasa leo nataka nikuambie kitu kimoja ambacho Paulo alikiona. Paulo alifanyaje? Alikiona ambacho mimi na wewe tunapaswa tukione. Alichokiona ni hicho uweza wa kufufuka. Uweza wa nini? Wa kufufuka kwake. Hiyo ndio ilikuwa ni mgogoro. Maana kuna Mafarisayo ambao walikuwa wanaamini kuna ufufuo wa wafu lakini hawana maelezo. Na Masadukayo
kwa sababu walishindwa kuona mbele, wakasema kwamba hakuna kiama ya nini, ya wafu, kwamba tule tunywe tufe, maisha yaendelee. Ndio maana kuwa nakubania madaraka ya ukuani na vyeo vikubwa na kuwa matajiri hapa duniani, na wengi leo ndo wana hiyo akili, wengi tu, lakini hawajui kwamba huko mbeleni kuna wakati mgumu sana kwa mtu yeyote ambaye hajawa katika Kristo. Sasa tuangalie mafungu haya. Mafungu nataka tuyasome. Msomaji huko ndio. Kuna mafungu mengi hapa, nitasema tuseme mafungu kama 14. Mafungu mangapi? 14. Mafungu 14, na si 14 tu, yako kama mafungu kama 30. Ukiona jambo kwenye Biblia linarudiwa mara kwa mara, si jambo dogo. Kwa nini Yesu alikuwa anaongea sana habari ya kifo chake? Hebu nipe kwanza maandiko haya kwanza. Ile Mathayo sura ya 16 mstari wa 21. Kwa nini Yesu alikuwa anazungumzia habari ya kifo chake na ufufuo wake? Soma. Tangu wakati huo Yesu alianza kuwaonya wanafunzi wake ya kwamba imempasa kwenda Yerusalemu na kupata mateso mengi kwa wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa na siku ya 3 kufufuka. Na siku ya ngapi? Ya 3 kufufuka. Kumbuka Paulo anasema kwamba anaenda wapi? Yerusalemu. Na tena kukamatwa, kuuawa. Na Yesu anasema kwamba anaenda wapi? Yerusalemu. Na Yerusalemu kuna nini? Kuna mazuri au kuna kifo? Kuna kifo. Kuna kifo. Kwamba anaenda kwenye kifo. Hili jambo Mesod ushalifikiria? Kwenye kifo. Na atakamatwa na atauawa na siku ya 3 atafanyaje? Atafufuka. Sasa sikia roho ya shetani ikafanyaje? Soma andiko hilo chini hapo. Petro akamchukua, mstari unaofuata. Petro akamchukua akaanza kumkemea akisema, hasha Bwana, hayo hayatakupata. Kwa anayepinga kifo cha Yesu ni nani? Shetani. Tuko mpaka hapo ndio. 23. Akageuka akamwambia Petro, ndio, nenda nyuma yangu Shetani, kikwazo kwangu, maana huyawazi yaliyo ya Mungu bali ya wanadamu. Kwa hiyo wanadamu siku zote wanapenda kuishi maisha mazuri. Tuko vizuri Wanapenda kuishi maisha, ndio ndoto ya kila mtu hapo, kwamba apate kazi, apate mshahara, ajenge nyumba nzuri, anunue gari, na maisha afanyeje? Amalize. Hakuna mtu leo anawaza kuinvesti katika uzima wa nini? Wa milele. Ni wachache ambao wanaandaa maisha yao baada ya hapa, ni wachache. Kumbe roho ya shetani ni kupinga kifo cha nani? Cha Kristo. Na tunampata Ala na Muhammad. Alishindwa Petro, Mungu alimuokoa, akatafuta mtu mwingine miaka 600 huko, akaanza kupinga nini? Kifo cha nani? Cha Yesu. Na angalia, wote ambao wanapinga kifo cha Yesu, wote wanainvest duniani. Maana leo Uislamu una akili ya kutawala nini? Dunia. Kwamba Uislamu utawala dunia nzima. Sababu ndio wameinvest hapo, hawana hicho kitu. Wayahudi pia wanatamani kutawala dunia nzima, kuna ufalme mkubwa pale Israeli na kadhalika. Ila wale ambao wanajua maana ya kifo cha Yesu, sawa, kujenga si dhambi, kuwa na gari si dhambi, hivyo ni vitu ambavyo vitatusaidia, lakini lazima uinvesti uzima wa nini? Wa milele. Sasa naomba tuje katika maandiko haya. Mwalimu, nimepata kitu hapo. Karibu. Nikakumbuka ile Waebrania 2 mstari ule wa 15 inayosema kwa hofu ya mauti ndio aliwafanya watu kuwa watumwa. Ndio. Kwa kumbe Petro hapa alikuwa anapandikiza roho ya mauti kwa Yesu. Ndio. Ya kuogopa mauti. Ndio. Kwamba hasha Bwana, hayo hatafanya nini? Hatakupata. Yesu akagundua kwamba huyu analetea nguvu ya shetani ya mauti. Akasema, ondoka kwangu Shetani, huyawazi yaliyo ya nani? Ya Mungu. Bali ya wanadamu. Na kingine hapo, Petro alikuwa amewekeza ufalme wa kidunia. Kwamba Yesu akifa, ule mpango wa yeye kuwa mfalme na mimi nitakuwa mtu wa nini? Wa karibu. Sababu Petro alikuwa na kielele mbele. Akiwa anawaza kwamba huyu akiwa mfalme, huyu mimi si kama tu leo bwana, katika siasa huyu jamaa akichaguliwa kuwa mbunge, akiwa waziri, na mimi ni mtu wake wa karibu, si nitakuwa napata maisha mazuri Sasa hiyo ndio akili ya mwanadamu. Sasa leo hapa nawafundisha somo la kuwa vichaa, kwa sababu tukipractice haya, hata ambapo tumejifunza sasa hivi ya chakula, utaonekana ni mtu wa ajabu, kwamba wewe uli nyama hiyo kwa sababu imesongolewa ama sijui na mafuta, si utabaki wewe ni mwandawazimu Sasa mafundisho tusi hapa yanakufanya Mesod kuwa nini? Mwenda wazimu. Yaani unafundisha uenda wazimu. Maana Yesu alimuona kwamba ni mtu ambaye amelukwa na nini? Na akili. Wakaenda kumkamata.
ndugu zake. Nafikiri ni 3:21. Hebu nisome kama nitakuwa nimepatia. Marko sura ya 3:21 mstari wa 21 inasemaje? Nasema hivi. Jamaa zake walipopata habari wakatoka kwenda kumkamata. Wakaenda kumkamata, maana walisema amerukwa na akili. Maana walisema amerukwa na nini? Na akili. Kwa sababu mafundisho alikuwa anayafundisha Yesu yalikuwa si ya dunia wakati ule, mambo ya uzima wa milele. Kwa hiyo jamaa zake wakatumana, yaani familia ikakaa kikao kwamba Bwana Yesu kafanyaje? Dishi limeyumba. Familia wakaenda kumkamata kama mtu mwenda wazimu. Hata mimi familia yangu shaka kikao miaka ya nyuma, wakasema huyu jamaa tumuite kwa sababu tunaona huyu hatumuelewi. Sasa mambo anayohubiri ni anahubiri mambo ambayo tunaona kabisa zairi hatakuwa ni mtu wa kuinvest duniani, hatakuwa na mwisho wa siku atakufa huyu. Sasa Bwana Yesu nayo ikamtokea hivyo. Na ndio nawaambia habari njema. Mafundisho ambayo huu Uadventista ni mafundisho ya kujikana nini? Nafsi. Yaani kama wewe si mtu wa kujikana nafsi, wewe nenda kwenye ulokole kadensi, ulikiruke au madhehebu mengine, utadensi, utarukaruka, utakunywa mvinyo kidogo, lakini ukija hapa ni kujikana nini? Nafsi. Ni maisha magumu sana. Mkono nilikuwa sijakuona kama unanipungia mkono. Mpe mic. Karibu Mesod. Asante. Hapo nilikuwa nataka nichangie kidogo ushuhuda kidogo. Karibu. Mimi na kaka yangu kipindi nimeenda mwaka jana mwezi wa 4. Nikajaribu kuongea naye kuhusu imani. Alikuwa Mkatoliki, ingawa sasa hivi anaanza kuelewa, nataka kutoka. Sasa baadaye akasema, yani ninyi nawaelewa. Na kwa mfano kama wewe ulivyoanza hivi, ungekuwa upande huu wa Jumapili, tungekutafutia hata kanisa, ungekuwa unakula mshahara mzuri sana. Ile kwa sababu huko hapana, huko mambo yenu hayaeleweki, vitu ni vigumu, havisomeki. Kwanza ninyi mnatumia Agano la Kale. Kwa hiyo hicho ninachokisema ni sahihi kabisa, kwamba sisi wanaona kama watu fulani hivi ambao wanafundisha vitu vyao binafsi vitu vya kitofauti. Mimi baba yangu aliniambia bora ungekuwa Jumapili kuliko kwa nini? Sabato. Sasa rafiki zangu, tunapokuwa tuna safari ya kwenda katika uzima, ndio umeisha 10. Ni baada ya 10 tu. Muda kwangu umekula haraka sana. Naona si saa 1. Hata kama nilikuwa nimechelewa kiasi hicho, saa 1 toka milambo hivyo ndugu yangu. Haya, sawa. Tuende katika Matendo 2:24 kwa haraka tusome maandiko haya. Matendo ya Mitume. Sura ya 2 mstari wa 24. Inasemaje? Ambaye Mungu alimfufua. Tuanze mstari wa 23. Mtu huyo alipotolewa kwa shauri la Mungu, ndio lililokusudiwa, na kwa kujua kwake tangu zamani, ninyi mlimsurubisha kwa mikono ya watu wabaya mkamua. Ndio. Ambaye Mungu alimfufua, akiufungua uchungu wa mauti, kwa sababu haikuwezekana ashikwe nao. Akaufungua uchungu wa nini? Wa mauti, kwa sababu haikuwezekana afungwe nao. Kwa hiyo msomaji, mauti ni nini? Ni chungu. Ni chungu, si ndio jamani? Tunapokuwa tunafiwa tunapata uchungu. Mauti nini? Chungu. Lakini Mungu akamfungua Yesu kutoka katika uchungu wa nini? Wa mauti. Maana hakuweza kushikwa nao. Na sisi pia tukiwa ndani ya Kristo, mauti haiwezi kutushikilia, sababu tumeishinda mauti. Sasa sababu muda wangu nao umeisha na nimeshtuka, nilikuja bwana dakika 20 na mafungu yalikuwa ni mengi. Kwanza nataka naomba haya mafungu myahifadhi, kwa sababu kuna kitu kimoja ambacho shetani anakipiga vita. Anasema Yesu alijifufua, si ndio? Alifanyaje? Sasa ukishasema Yesu alijifufua, ili somo utakuwa uko out. Yaani mauti itakuwa sick. Yesu alidanganya akufa. Kitendo cha kufa, umekufa mazima, na kuna nguvu inafanyaje? Inakufufua. Lakini somo langu hata kama nitaitisha hapa ni kwamba nataka tujue ile nguvu iliyomfufua nini? Yesu Kristo. Hiyo nguvu nataka tuwe nayo. Hii nguvu ndiyo itaweza kutufufua. Ndiye niwaambia habari njema.
tunaweza hapa kufanya matendo mema, kuwahi kanisani na kadhalika, sawa, lakini utajikuta kufanya kama vile unajibidisha. Yaani ukiona kama unatafuta nguvu, si mbaya kuwa na bidii. Ukiona kuna nguvu inakufaa, yani wewe mwenyewe unajibidisha utende kitu fulani chema, kuna kitu ambacho itakuwa tujakipata. Sasa naomba tuandike maandiko haya haraka tu. Kama unaandika mafungu huenda utakuwa nayo yote. Hiyo Matendo 2:24 na Matendo 2:32, Matendo 3:15, Matendo 4:10, Matendo 5:30, Matendo 10:40, Matendo 13:30, Warumi 10:9, Warumi 6:4, Wagalatia 1:1, Waefeso 1:19 na mpaka 20, Wakolosai 2:12, Wathesalonike 1:10, Warumi 8:11. Haya ni mafungu 14. Haya mafungu yote ya mitume wanahubiri na kukazia kwamba Yesu alikufa na Mungu akamfufua katika nini? Katika wafu. Sasa utaniongezea muda wangu sasa kurudia, mwenyekiti. Sasa angalia bwana Kevin. Tunaweza kuwa tunahubiri habari, tunahubiri maneno ya Mungu, lakini tuhubiri nini? Injili. Injili tusipohubiri kufa na kufufuka kwa Yesu kwa kila hubiri letu, hakuna nini? Mantiki. Kama tulivyojifunza hapa juzi kwamba, na nafikiri nilipata taarifa hapa kwenye mjadala, mlipiga somo la ubatizo kwamba tukabatizwa kwa watu watabatizwa kwa jina gani? Jina gani, si ndio? Kumbe watu walibatizwa kwa kutambua Yesu ni nani? Ni Kristo, mwana wa nani? Wa Mungu. Ni jambo ambalo ukiliangalia kama dogo lakini kumbe lina mantiki kubwa sana, limebeba uzima wetu. Sasa kuna yale mambo ya uzima ambayo tunapaswa kujasisitiza, afu tuangalie ndani yake kuna package gani. Sasa mitume wanakazia kwa Wayahudi, Yesu alikufa alafu Mungu akafanyaje? Akamfufua. Sasa angalia leo kuna injili inakuja, Yesu amejifufua. Kwa kusoma ile andiko la Yohana 10:17. Hebu nisomee. Yohana 10:17. Mstari wa 17. Ndio. Nafika hapo mwalimu. 10:17. Soma mpaka 18. Mpaka 18. Ndipo Baba anipenda, ndio, kwa sababu nautoa uhai wangu ili niutwae tena. Baba ananipenda. Kumbe Baba alimpenda Yesu kwa sababu gani? Aliutoa nini? Aliutoa uhai wangu, nautoa uhai wangu ili niutwae tena. Na maandiko yanasema kwamba tufuate nyayo za nani? Za Yesu. Kumbe Baba atatupenda tunapoutoa nini? Uhai wetu ili tuupate tena. Sasa kuna hapo tawafundisha namna ya kutoa uhai, hasa ile ya kufa moja kwa moja na kufufuka. Tuje kuiangalia hapo. Endelea soma. Hakuna mtu aniondoleaye. Hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi nautoa mwenyewe. Ndio. Nami ninao uwezo wa kuutoa na uwezo wa kuutwaa tena. Agizo hilo nalilipokea kwa Baba yangu. Sasa hilo andiko ndipo linajengea hoja kwamba Yesu alifanyaje? Alijifufua. Sasa huko hoja si hiyo, tusiingie huko sana. Lakini maandiko ambayo nimewapa yote, ambayo nasema tuyarudie tena, yote yanaelezea kwamba Yesu alifanyaje? Alifufuliwa. Mlago ameniambia nirudie tena. Narudia mara ya mwisho. Matendo 2:24. Matendo 2:32. Matendo 3:15. Matendo 4:10. Matendo 5:30. Matendo 10:40. Matendo 13:30. Warumi 10:9. Warumi 6:4. Wagalatia 1:1. Waefeso 1:19 mpaka 20. Wakolosai sura ya 2 mstari wa 12. Wathesalonike wa kwanza 1 mstari wa 10. Warumi 8:11. Hayo ni mafungu 14. Sasa somo la ufufuo wa wafu
yako mengine hapo. Sasa muda umeniisha ningewatajia yote kuhusu habari ya ufufuo nini wa wafu. Sasa kitu ambacho tunapaswa kukiangalia hapa, huu uweza ambao nauzungumzia sasa kwa kuhitimisha somo letu kwa sababu ya muda. Msomaji, naomba unisomee andiko hili. Ndio. Waefeso 1:19. Waefeso 1:19 mpaka ule mstari wa 20. Na ubora wa ukuu wa uweza wake. Tuanze tu mstari ule wa 18. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru. Macho yenu ya mioyo yenu yatiwe nini? Nuru. Kumbe kuna macho ya nini? Ya mioyo. Yatiwe nuru. Yatiwe nuru. Mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo. Mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo. Na utajiri wa utukufu wa urithi wake. Katika watakatifu jinsi ulivyo. Naam. Na ubora wa ukuu wa uweza wake. Na ubora wa ukuu wa uweza wake. Ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo. Kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Aliyoutenda katika Kristo. Aliyoutenda katika Kristo. Alipomfufua katika wafu. Alipomfufua katika nini? Wafu. Katika wafu. Akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. Tosha. Kumbe kuna uweza, Paulo anasema kwamba ni ujue uweza wa kufufuka kwake. Sasa kuna Mungu pia, kuna uweza ambao aliutenda katika Kristo Yesu. Na ule uweza ukathibitika katika kumfufua katika nini? Wafu. Sasa kuna ule uweza ambao Kristo alikufa na uweza huo ukamfanya kuwa hai tena. Katika somo la haki kwa imani waga tunafundisha kwamba kuna imani na nini? Na matendo. Tunahubiri kwamba lazima ushike amri ngapi? 10. Uwe na imani afu ushike amri 10. Tunakosea. Imani na matendo maana yake nini? Ni imani itenda. Si una imani hapa alafu una matendo hapa. Ni imani itendayo kazi kwa upe. Sasa kufikia hatua hiyo, rafiki zangu, mimi na wewe hatuwezi. Kwa nini? Hebu niseme Waefeso 2. Sasa kuna kifo hicho ambacho hata kile cha kufufuka katika udongo, kuna kifo kile kingine kibaya zaidi. Soma andiko hilo 2:1 Waefeso. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya nini? Ya makosa na dhambi zenu. Ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu. Na kwa kumfuata mfalme wa uweza wa anga. Roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi. Asante. Kwa maana roho yule atendaye kazi katika wana wa nini? Wa kuasi. Kwa maana mtu akiwa katika mfumo wa dhambi ni nani? Ni mfu. Kwa anakuwa chini ya nani? Ya shetani. Sasa swali linakuja, unaweza kuondoka katika mikono ya shetani? Kwa ya kawaida inawezekana jamani? Kwa maana dhambi ni kataristi kubwa sana ya ibilisi ambayo kutoka pale katika kile kifo cha kiroho ambacho ni kifo kibaya sana. Sasa Kristo anapokuwa amekufa na ule uweza ambao unamfufua ndio uweza ambao tunaopaswa kujua ili nasi tufanyeje? Tufufuke. Sasa unapofufuka unakuwa kiumbe, unakuwa kitu kingine. Ni mtu aliyefufuka. Sasa hapo ndipo Mungu atusaidie tufufuke tena mara ya pili. Kwa nini nasema hivyo? Hebu nisomee kitabu kile cha Warumi 6 mstari wa 3 na 4. Nisomee kwa haraka, muda umeisha. Warumi 6 3 na mstari wa 4. 3 na mstari wa 4. Inasemaje? Hamfahamu kuwa ndio sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? Katika nini? Mauti yake. Kwa maana tunaingia katika mauti ya nani? Ya Kristo. Ni mauti ngumu sana Nielewa? Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake. Kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu
kwa njia ya utukufu wa Baba, kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. Vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa nini? Wa uzima. Hivi nasema, ninavyosema upya wa uzima, inaeleweka? Inaeleweka? Inahitaji ufafanuzi kidogo. Upya wa uzima ni nini? Tuseme tunaelewa, ikawa ni mtu mmoja. Upya wa uzima ni nini? Upya, nisaideni swali jibu hapo. Upya wa uzima ni nini? Mpe maiki. Tuenende katika upya. Maandiko yanasema kwamba, okay, ngoja ajibu kwanza. Ukiangalia Yesu wanafunzi wake akaja akamwambia, Bwana, mimi naomba nikazike ndugu yangu. Akasema, acha wafu wazike wafu wao. Sasa inamaanisha kuna wafu mara mbili. Ndio. Kuna mtu ambaye anaweza kama mzima lakini kumbe ashakufa. Na anatakiwa uwe mzima alafu uwe mzima tena. Kwa hiyo inamaanisha yule ambaye atakuwa amemwelewa Kristo na amemfuata anapata upya uzima tena. Yaani sio ule uzima ambao tunaona tupo hai tunalinga, upo uzima mwingine wa namna ya pili. Sasa ni uzima gani? Huo uzima kwamba ni uzima gani? Ni tumaini la kuwa hai tena. Ila hapo sijajipanga nilo jibu. Ila naamini ni uzima gani? Ni ule uzima ambao wakuwa hai tena baada ya kufa. Asante. Haya. Hapo uzima gani? Kwamba upya wa uzima. Upya wa uzima ni kwamba sio wewe, uzima ulionao sio ule wa kawaida wa kwako. Ndio. Si mimi niishie, bali Kristo ndani yangu. Yaani ni maisha tofauti na wewe. Unapata upya wa uzima kwamba anayeishi sasa ni mwingine, Kristo anaishi ndani yako. Ndio. Kwa hiyo huu upya wa uzima ni uzima mwingine tofauti na ule ulionao. Huu ni uzima wa Kristo ambaye anaishi ndani yako. Sasa ukiwa na huo uzima wa Kristo, nini kina happen? Kinacho happen ni kwamba Kristo ndo anakuwa anaishi ndani yako. Okay, hebu mpe mic. Upya wa uzima ni nini? Andiko hili nalifurahia sana. Kwa upande wangu naelewa hivi. Ndio. Upya wa uzima katika Kristo, asema tulizikwa pamoja naye kwa njia ya nini? Ya ubatizo. Ndio. Kukiri mauti yake. Na tukisoma fungu ambalo tunalipendaga Mhubiri, anasema mfu hajui jambo lolote. Ndio. Ndicho ambacho mimi kwa upande wangu ninachokiona katika Paulo, kwamba Paulo alipopata ile nguvu ya Kristo ndani, ilimfanya vyote viweze kuwa kama mavi katika kumpata Kristo, kwa sababu kuishi maisha ya uadilifu ya utakatifu yasiyokuwa na mawaa, kwa sababu anasema kila aliyekufa hajui lolote. Na ukifa, yaani dhambi ikifa, anasema dhambi ife ndani yetu. Dhambi ikiwa imekufa, basi Kristo anaishi. Asante. Sasa majibu mazuri sana. Upya wa nini? Katika Waefeso 2:1 tumesoma kwamba tulikuwa wafu kwa sababu ya makosa na nini? Na dhambi. Kwa wakati ule tunakuwa watu wa makosa na dhambi tuliitenda, au makosa hatukutenda kwa kulazimishwa. Tuliitenda kama sehemu ya maisha. Si kwa hivyo? Yaani wewe harakati zako ambao unazijua mwenyewe, yaani ulikuwa yaani unajikuta tu wewe mwenyewe, yaani unaipanga mwenyewe kitandani mwako, au sio? Unapanga mstatili mzuri, asubuhi unaona unafanya kitu kama vile. Ndani mnaelewa Sasa kitu ambacho kinaongelewa katika ule uweza wa kufuka kwake, Kristo anapotufufua katika ufu wa dhambi na makosa, unajikuta masuala ya mema haujisukumi. Yaani ni automatic. Yaani unasikia akili inawaza mema tu, yaani unawaza yaani mema, yaani kutenda mema kwako si tena jambo la kulazimishwa. Si unaeleweka vizuri? Mimi ndo nimetafakari maandiko. Hebu nisomee Warumi 8:1, sikia vizuri. Hii upya wa uzima ni nini mpaka inaongelewa pale? Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Mstari wa 2. Kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Umeniacha huru mbali ya sheria ya dhambi na nini? Na mauti. Sheria ya dhambi na nini? Na mauti. Kumbe dhambi na sheria yake. Si kwa hivyo Kwa hiyo zamani sheria ya dhambi ulikuwa tunaitenda sheria ya dhambi by nature, si ndio? Na mauti iko mbele yetu. Kwa sheria ya roho uzima unajikuta unatenda ule mambo ya uzima.
by nini? By nature. Kwa ina maana kuna nature ambayo tunaipata wapi? Ni ile nguvu ambayo Mungu aliitumia kumfufua nani? Kristo. Ndiyo pia anaitumia kutufufua sisi, ili maisha yale ambayo zamani yalikuwa yanatusumbua kuyafanya, leo tunayafanya bila nini? Shuruti. Na utatambua, kwani zamani ukiwa unafanya mambo ya dhambi atanasi, ulikuwa unajihisi vibaya? Si ulikuwa unasifiwa? Yaani ukifanya mambo ya kijinga duniani unapata sifa. Jamaa mchizi yule. Jamaa mzuri sana yule jamaa. Kwanza yaani mdomo wake pale hakuna mtu anakatiza mbezi. Tulikuwa tunaambia hivyo Yaani ni sifa. Sasa leo lakini haya maisha mapya ya uzima, huwezi kupata sifa wapi? Duniani. Unakuwa adui wa wapi? Wa dunia. Lakini unapata sifa kwa nani? Kwa Baba. Naomba uzingatie hicho kitu hapo. Sasa sheria ya roho wa uzima imeniacha mbali na sheria ya dhambi na nini? Na mauti. Yaani tunajitenga. Maana maandiko yanasema hivi, 8:11 ile andiko ambalo tunapenda kulisoma sana kujengea hoja zingine zile. Hebu tulisome upya tena leo. 8:11 Warumi. 8:11 nasema. Nasemaje? Lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu, ndiyo ataiuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa, ina maana kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Kuuisha ni nini? Kufufua. Ina maana ataifufua na miili yenu kutoka kwenye matendo mafu. Si mnakumbuka kisa cha Lazaro aliyekufa katika Yohana 11? Ndio. Ameoza siku ngapi? 4. Wakasema ananuka Bwana, si ndio Msifungue juu. Akasema ondoeni nini? Jiwe. Mkiamini mtaona uzima wa nani? Wa Mungu. Mtaona mkono wa Mungu, uweza wa Mungu. Sasa naomba tusome hicho kisa kwanza, alafu tuishie hapo. Nisome kitabu kile cha Yohana 11 kuanzia mstari wa 14. Naomba tusome kwa makini. Kuna kisa hapo, kuna nguvu ya ufufuo ambayo Yesu aliiomba kwa Baba, ikatenda kazi kwa Lazaro aliyekufa. Soma Yohana 11 mstari wa 14. Soma mstari wa 14. Tuendelee paka chini. Basi hapo Yesu akawaambia waziwazi, ndiyo, Lazaro amekufa. Lazaro amefanyaje? Amekufa. Nami nafurahi kwa ajili yenu kwamba sikuwako uko, ili mpate kuamini. Ndiyo. Lakini na twendeni kwake. Basi Tomaso aitwaye Pacha akawaambia wanafunzi wenziwe, twendeni na sisi ili tufe pamoja naye. Basi Yesu alipofika alimkuta amekwisha kuwamo kaburini yapata siku 4. Endelea. Na Bethania ilikuwa karibu na Yerusalemu, kadiri ya maili 2 hivi. Na watu wengi katika Wayahudi walikuwa wamekuja na Martha na Mariamu ili kuwafariji kwa habari ya ndugu yao. Basi Martha aliposikia kwamba Yesu anakuja, alikwenda kumlaki, na Mariamu alikuwa akikaa nyumbani. Basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungalikuwapo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Lakini hata sasa najua ya kuwa yeyote utakayomwomba Mungu, Mungu atakupa. Basi Yesu akamwambia, ndugu yako atafufuka. Tulia kidogo. Yesu akamwambia ndugu yako atafanyaje? Atafufuka. Maana Martha alikuwa anaamini uwezo wa Yesu kwamba Yesu angekuwa hapa ndugu akafanyaje? Asingekufa. Hebu niambie, hiyo imani tukawa nayo kwamba Yesu akiwa hapa mambo yangu yako sawa sawa. Unajua hata usiku leo tunaomba Mungu tulinde, si ndio? Mara nyingi tunaogopa giza la usiku, tunafanya maombi ya kutulinda. Mwanga ukitokea pap, tunasahau fanyaje? Unaomba kwa barabarani, Mungu katika jina la Yesu hivi unawe kazini, si ndio? Lakini sisi kuomba ni mahusiano. Ukiwa na Yesu, kwamba unaamini Yesu yuko pamoja nami, hamna kitu ambacho inaweza kufanyika. Lakini Martha alikuwa hajajua nguvu ya Kristo. Mstari wa 24. Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo wa siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndiyo ndimi huo ufufuo na uzima. Aniaminie mimi, ndiyo, ajapokufa atakuwa anaishi. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Kumbe na maana Yesu si mfufuaji, bali ndiyo nini? Ufufuo wenyewe. Ufufuo wenyewe na huo uzima wenyewe, kwamba sheria ya roho wa uzima imenitenga mbali na sheria ya dhambi na mauti. Endelea. Naye kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Je, unayasadiki hayo? Na mimi na wewe tujiulize swali. Je, tunasadiki hayo? Kwamba ukimwamini hautakufa
kabisa hata nini? Milele. Je, unasadiki hayo? Endelea kusoma maandiko. Akamwambia, naam Bwana, mimi nimesadiki ya kwamba wewe ndiwe Kristo, mwana wa nani? Mwana wa Mungu yule ajaye ulimwenguni. Endelea. Naye alipokwisha kusema hayo, alikwenda zake akamwita umbu lake Mariamu faragani, akisema, Mwalimu yupo anakuita. Naye aliposikia, aliondoka upesi akamwendea. Naye Yesu alikuwa ajafika ndani ya kijiji, lakini alikuwa akaipo pale pale alipomlaki Martha. Ndio. Basi wale Wayahudi waliokuwapo na Mariamu nyumbani wakimfariji, walipomwona jinsi alivyoondoka upesi na kutoka, walimfuata uko wakidhani ya kuwa anakwenda kaburini ili aliye huko. Basi Mariamu alipofika pale alipokuwapo Yesu na kumwona, alianguka miguuni pake akamwambia, Bwana, kama ungalikuwapo hapa ndugu yangu hangalikufa. Basi Yesu alipomwona analia na wale Wayahudi waliofuatana naye wanalia, aliugua rohoni, akafadhaika roho yake, akasema, mmemweka wapi? Wakamwambia, Bwana, njoo utazame. Yesu akalia machozi. Endelea. Basi Wayahudi wakasema, angalia jinsi alivyompenda. Bali wengine wao wakasema, je, huyu aliyemfumbua macho yule kipofu hakuweza kumfanya na huyu asife? 38. Basi Yesu akiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Yesu akamwambia, mimi sikukuambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua. Tulia kidogo msomaji. Tufikie mstari wa 1 kwanza. Wakasema kwamba Bwana ananuka sasa, maana amekuwemo kaburini siku ngapi? Siku. Nani hapa ni mtaalamu wa mambo ya miili ya wafu? Nani shenda mochwari kutoa maiti? Beni na Mlagwa na Mkenga. Mliona kule mochwari kulivyo? Mliponaje? Padanu? Ni kubaya sana. Kitaalam mtu anaanza siku ya 4 tayari kashaanza kufanyaje? Kutoa harufu kali. Yaani kashaharibika. Leo wanawahi kumchoma sindano na kumtia kwenye nini? Barafu. Kwa kule uko watu wakifa wanazikwa haraka kama wana dawa za kuhifadhi ile maiti. Fita Waislamu wakachukua eneo hilo wakawa wanazika mtu, wakasema ni kiwango cha dini. Lakini kule Misri ilikuwa tofauti, unakupaka paka madawa. Sasa siku 4 yule mtu tayari kashahoza kwa kipimo cha kitaalamu. Kwa ina maana hawezi kufufuka kwa akili zao. Sasa ule mstari wa 1 basi wakaliondoa lile nini? Jiwe. Sasa nataka tupate somo moja la msingi hapa. Nila kusoma? Yesu. Basi wakaliondoa lile jiwe. Yesu akainua macho yake juu, akasema, Baba, nakushukuru kwa kuwa umenisikia. Nami nalijua ya kuwa wewe wanisikia siku zote. Lakini kwa ajili ya mkutano huu wanaohudhuria, nalisema haya ili wapate kusadiki kwamba ndiwe uliyenituma. Naye akiisha kusema hayo, akalia kwa sauti kuu, Lazaro, njoo huku nje. Tulia. Akalia kwa sauti kuu akasema, Lazaro, njoo huku nje. Lakini kwanza aliomba nani? Baba ule uweza kufufua. Lazaro, njoo huku nje. Mstari unaofuata, akatoka nje yule aliyekufa, amefungwa sanda miguuni na mikononi, na uso wake umefungwa leso. Naye Yesu akawaambia, mfungueni mkamwache aende zake. Mfungueni mkamwache aende. Ili tukio ndio lilifanya Mafarisayo na Masadukayo ambao walikuwa wapatani, wakapatana wakapanga kumuua nani? Yesu. Si Yesu peke yake, na Lazaro tena, ili wakomeshe ushahidi huu. Maana haijakuwepo katika historia mtu amekufa siku ngapi? 4 na kazikwa na akafufuliwa. Sasa kuna pointi iko hapo, uweza wa kufufua. Lazaro, njoo huku, yule maiti akatoka. Lakini ili Lazaro atoke,
wale kina Martha na wale ambao walikuwa pale walishiriki ule uweza. Walishiriki vipi ule uweza? Swali nimeuliza. Waliondoa jiwe. Una mkono kwamba naamini Yesu ni mwana wa Mungu. Umesemaje? Walishiriki kwa namna tofauti. Ya kwanza waliamini kwamba angekuwepo Lazaro asingekufa. Lakini pia walishiriki katika kuliondoa jiwe. Ni kwa namna hiyo. Kwa maana Yesu akawaambia waondoe nini? Jiwe. Ili uweza wake ufanyeje? Umtoe maiti yule. Sasa kumbe katika swala la kupata ufufuo lazima wawepo, ama wewe, maana mfu hawezi kujiondolea jiwe, si ndio? Wawepo watu wa kuondoa nini? Jiwe. Na watu wa kuondoa jiwe ni sisi, na tunaondoa jiwe ili ule uweza wa kufufua, uweza ule ambao Paulo aliuona utimilike kwa watu wengine. Kwa sababu gani nawaambia? Huyu ni mfu aliyekufa akaoza, si ndio? Na maandiko yanasema kwamba tumekufa kwa sababu ya dhambi na nini? Makosa na nini? Na dhambi. Wale waliokufa kwa sababu ya makosa na dhambi hawajitambui. Kuna maana ambaye anapaswa kuwaambia, ambaye anapaswa kuwafufua ni nani? Anapaswa kufufua nani? Si ni Kristo? Ndio. Lakini sasa ili wafufuke, kazi yetu ni nini? Kuondoa nini? Jiwe. Sasa sisi waondoa jiwe tunaamini nini? Tunaamini Yesu ni Kristo mwana wa Mungu. Mwana wa Mungu. Sasa swali, kama tunaamini Yesu ni Kristo mwana wa Mungu, na tunaambiwa kabisa muujiza wa kufufua unamfanya aliyeoza kuwa mtu hai. Na mtu aliyeoza kiroho, huu uweza ukija ndani yake anakuwa nini? Hai. Sasa swali linakuja, Kevin, ama kwa mtu yeyote yuko hapa, wakati tuko wafu tulitenda mambo ya kinini? Ya kiwafu, si ndio? Sasa tumefufuka. Baada ya kufufuka, maisha yetu yanatenda nini? Maana mtu ukiwa na ile dhambi utazaa nini? Dhambi. Na ukiwa una ule ufufuo wa ndani katika Kristo Yesu, Kristo amekaa kwa uweza wa kufufuka kwake, nini kitatokea? Ni uweza. Nini kitatokea hapa katika maisha yako? Si unazalia mauti mazao ukiwa katika dhambi, si ndio? Nini kitatokea? Unazaa matunda ya haki. Matunda ya nini? Ya haki, si ndio? Sasa kama tunazaa matunda ya haki, hapo ndo swali linakuja, mimi na wewe nataka leo tupate ubatizo huu mwingine. Tukiona kabisa leo tunaanza kusumbuka katika kutenda jema. Katika nini? Kutenda nini? Jema. Tuna kizungumkuti, lakini tunakuwa wepesi kutenda nini? Mabaya. Basi ule uweza wa kufufuka kwake bado hatujafanyaje? Hatujaupata ama hatujaujua. Maana pia unaweza kuwa una maarifa, kuna maarifa Mungu amekujia maarifa, lakini hujayapata kuyaelewa vizuri. Sasa kitu ambacho tunapaswa kuwa kama Wakristo, huu uweza ambao tumeambiwa ni Roho Mtakatifu. Roho wa nani? Wa Mungu, Roho wa Kristo. Tunasema kwamba mtu asipokuwa na Roho wa Kristo ndani yake, huyo si wake. Si imeandikwa hivyo? Ile 8:9 kitabu cha Warumi kwamba Roho wa Mungu na Roho wa nani? Wa Kristo. Na mtu asipokuwa na Roho wa nani? Wa Kristo, huyo si wake. Hilo andiko chini waga tulimalizii. Tunasema Roho wa Mungu ni Roho Mtakatifu ni Roho wa Mungu na Roho wa nani? Wa Kristo. Lakini kuwa na yule Roho, usipokuwa na yule Roho wa Kristo, huyo si wake. Atulizingatii. Kwa nini? Hebu nipe kitabu kile cha Wagalatia 6 mstari wa Wagalatia ngapi? 4 mstari wa 6 na wa 7. Nisomee. Tuangalie kitu fulani kiko pale. Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma Roho wa mwanawe mioyoni mwetu, aliaye Aba, yaani Baba. Kama ni hivyo, wewe si mtumwa tena bali u mwana. Ndio. Na kama u mwana basi u mrithi kwa Mungu. Lakini yatosha. Kuna andiko moja nilikuwa natafuta hapa, nasema
nampendeza Baba siku zote. Nalikumbuka hilo andiko? Nampendeza Baba siku zote. Watu wanalalamika kwamba sauti isikike sana, nashinda kuelewa. Naomba hilo andiko kama mtu analo. Wasoma maandiko. Nataka liingiane hilo andiko ambalo nimelisoma hapo. Nafikiri 8:29, hebu nisomee. Hapo Yohana. Yohana 8:29. Inasema naye aliyenipeleka yu pamoja nami, hakuniacha peke yangu, kwa sababu nafanya siku zote yale yampendezayo. Kwa yeye aliyenituma yu pamoja nami, kwa sababu nafanya siku zote yale yampendezayo. Na lile andiko ambalo tumesoma katika Galatia 4:6 inasema kwamba kwa kuwa sisi ni wana, alimtuma Roho wa mwanawe ndani yetu aliaye Aba. Roho wa mwana si ni maisha ya mwana, si ndio? Sasa ili tuyapate maisha ya mwana ndani yetu, tufanye na Mungu anakuwa baba yetu, na Yesu Mungu ni baba yake, alimpendeza siku zote. Sasa ukiwa na roho ya mwana utampendeza Mungu, hautampendeza Mungu? Utampendeza. Si ndio maana yake? Ndio. Sasa mimi na wewe tunapokuwa tunajipima katika skeli hiyo, je, tunampendeza Baba siku zote? Kama atumpendezi Baba siku zote, ina maana kwamba kuna kitu fulani ambacho unakifanya ili umpendeze Baba kwa utashi wako, si automatic kama mwana. Basi tuanze upya kufikiria upya wokovu wetu, ili tupate ile nguvu ya ufufuo. Nguvu ya nini? Ya ufufuo, ambayo haina hofu, inawaza kiama cha nini? Cha wafu. Yaani Paulo alikuwa anasema kwamba naam, nitoka katika mwili huu ili niweze niondoke katika maisha haya. Kwa ina maana ikifika mahali kwamba tunaiona dunia kuwa si staili yetu sisi, tutaishi vile Mungu anataka tuishi, hata kwa maisha marefu anavyotaka yeye mwenyewe. Lakini tukiishi kana kwamba tuweze kufanya investment duniani, alafu ujafanya investment ya kiroho, rafiki yangu, unakuwa una hasara nini kubwa. Na investment ya kiroho ni kukubali ufufuo wa nani? Wa Kristo. Na ule uweza wa ufufuo wake ukae wapi? Ndani yetu. Hilo ndo swala ambalo mimi na wewe tunapaswa kugombania, na hapo tutapata revival and reformation. Hatuwezi kufanya reformation kama hatuna nini? Revival. Sasa tuna reform nini kama hatuna revival? Sasa wewe unataka kureform kuvaa vizuri, si ndio? Una reform kujua kila kitu ni jambo jema, lakini una nini? Revival. Kwa hiyo mwisho wa siku tunakuwa tuna maarifa ya ujuzi, lakini mbinguni atafanyaje? Atuendi, never and ever. Mimi acha niishie hapa. Amen. Mungu awabariki. Amen. Kwani leo kuna nini mtandaoni huko?